nane inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba 1. Inasema hivi: msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie huyo OCD mamlaka ulionayo ni wananchi hao ndio wamekaimisha kwa. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi. Ndio maana ya ustawi. Na D, serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27: watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii pamoja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba inasema hivyo, kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri, hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana. Ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu 945,000. Mkoa wenu wa Mbeya una ukubwa wa kilomita za mraba 35,954. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Mbeya ni kubwa mara 2 kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina watu takriban milioni 10 na kitu. Mbeya wakazi wake wote hawafiki milioni 2.5. Tunapokuja Mbeya tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima. Watu milioni 2. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 9, 10, 12 kwenye sehemu ndogo kuliko Mbeya. Hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini, wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii, kwa sababu tuna kila kitu lakini hatuwezi kutumia rasilimali hizo. Nchi hii, ndugu zangu, ni nchi ambayo
ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ina madini yanaitwa Tanzanite, yanapatikana Mererani, Arusha. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Na madini ya Tanzanite yanatoka hapa. Kwa takwimu za serikali ya India, yanaajiri watu milioni 6 India, wenye permanent job, kazi za kudumu zinazotokana na lapidary, ukataji wa madini, uchongaji wa madini ya Tanzanite. Na India ndio nchi inayouza madini ya Tanzanite kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Madini yanatoka Tanzania. Watoto wenu wanakwenda shuleni, wanafundishwa panzi na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba Tanzanite yenu, ikawatajirishe wao. Nyie mnabaki mnasoma madudu kwenye shule zenu. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanapatikana Kabanga. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, ukija Mbeya, Chunya ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na hapa Mbarali ni dhahabu, unaenda Ruangwa ni dhahabu. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Nchi yenye almasi, ukienda Mwadui, Shinyanga kuna almasi. Mbuga kubwa kuliko zote duniani ziko Tanzania. Seru ina ukubwa kuliko nchi ya Israeli. Mbuga zetu, ukichukua mbuga ya wanyama ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukizikombai. Mbuga zetu ni bora duniani. Tuna maji, tuna ardhi, tuna kila kitu kinachohitajika. Ukienda hapa Rudewa, Njombe, kuna chuma, mlima unaitwa Mchuchuma, mlima wa chuma. Alafu Mungu alivyotupenda akatuwekea na mlima wa pili unaitwa Liganga, akaweka makaa ya mawe. Makaa ya mawe yanatumika kuzalisha umeme wa kuyeyusha chuma. Alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapo Iringa. Chuma chetu tunaweza kuchimba miaka 100 hakijaisha, kiko Tanzania. Ukienda Mtwara, tulikuwa Mtwara, na ndicho kilichosababisha wamemkamata Lissu na kumpa kesi ya uhaini. Nitazungumza. Ukienda Mtwara, unakuta gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Gesi tunayoweza kutumia maelfu kwa maelfu ya miaka. Tuna bahari ambayo ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na tuna nautical maili 200 kuingia ndani. Tumebarikiwa kila kitu. Niliwahi kumsikia rais wa Brazili anasema Mungu ni Mbrazili kwa jinsi alivyowapendelea. Nikasema huyu hajui Tanzania. Inawezekana Mungu ni Mtanzania. Hakuna nchi nyingine yoyote duniani iliyopendelewa kama sisi. Ukienda pale Mpiji, Dar es Salaam, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu wamesema wakiyatoboa nchi hii, tazama. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi baridi, maji bora kwenye dunia hii. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, tunazungumza kuhusu matundu ya choo shuleni, tunazungumza kuhusu madawati. Watu wanafikiria wasafirishe watu wao wawapeleke mwezini, ikitokea vita ya dunia wawe na uwezo wa kuchukua watu wao wawaokoe kutoka dunia hii. Sisi nchi tulizokuwa nazo zimetuacha. Korea
Wamepigana vita ya wenyewe kwa wenyewe, Korea Kaskazini na Korea Kusini mwaka 55. Vita iliyoua watu milioni 6. Miundombinu yote ikaisha. Korea ikaanza, watu walikuwa na shida Korea, walikuwa na kula mizizi ya miti na matawi ya miti. Leo ukiona simu ya Samsung ni Korea, ukiona TV ni Korea, ukiona speaker ni Korea, ukiona gari inaitwa Hyundai ni Korea. Sisi hatuwezi kutengeneza hata njiti ya kutolea nyama kwenye meno miaka 63 baada ya uhuru. Watu wetu ni maskini, umaskini wa kutengeneza. Umaskini unaoandaliwa na viongozi wachache wanaopora rasilimali za nchi yetu kwa kutumia jeshi na polisi linalolinda watu wanaopora rasilimali za nchi yetu. Nchi yetu iko kwenye state capture. Imetekwa. Utawala umetekwa na watu wachache, unatesa watu wengi. Ndio maana tunapotoka kuzungumza wanataka kutumaliza. Wanatutengenezea ajali, wanataka watuue, wanataka watufunge.